Mara baada kwa game ambayo ilikuwa inasubiriwa kwa hamu kweli, robo finali ya kwanza kwa upande wa Simba, mechi ya robo finali ya kwanza kati ya Al Masry dhidi ya Simba Sports imetamatika na Al Masry kufanikiwa kuibuka na ushindi wa bao 2-0. Mchambuzi wa soka nchini Tanzania Hans Raphael amekuja kufanya tathmini ya kina juu ya kipi ambacho Simba wamekosea, na ameweka wazi kabisa kwamba Simba sasa wamekwisha kujichimbia mlima mrefu kweli ambao wanatakiwa kupanda. Kumbuka kwamba Simba walikuwa wanategemea kwamba hiyo mechi hata kama angefungwa ilitakiwa ufungwe kwa mabao machache. Kipi ambacho sasa Hans Raphael yeye anakisema kupitia ukurasa wake wa @Hans Raphael kule Instagram @Hans Raphael 14, anasema kwamba goli 2 ni nyingi kwenye soka la Afrika, tena kwa bahati mbaya ni 2-0. Hivyo kwenye mechi ya pili Simba wanatakiwa kufunga goli 3 huku akipambana kutoruhusu goli lolote. Huu ni mlima mkubwa sana. Kuna mtu anakuambia eti Simba wamecheza vizuri, walikuwa on target 7 na total shots 18, ila mwisho wa siku hakuna goli. Narudia tena, mechi za mtoano watu hawaangalii umiliki wa mpira bali matokeo ya mwisho. Ndio maana ukishaona namna ambavyo Ahali wenyewe wanacheza, anabaki basi kwenye mechi za ugenini. Ni kweli Simba walikuwa na umiliki mkubwa, ila nyuma hawakuwa na nidhamu. Al Masry walikuwa ni tishio kwenye counter, na hata goli la pili limetokana na counter attack. Haya ni makosa ya miaka yote ya Simba kutaka kumiliki mpira kuliko hata matokeo ya namna gani wanavyoweza kupita. Nilitarajia Simba kupaki basi na kupiga counter attack, ila bwana imekuwa ni tofauti, na goli 2 wamefungwa baada ya kuingia kwenye mtego wa Masry. Simba wametengeneza mlima mkubwa sana ambao wanatakiwa kupanda. Bwana, kwa ni mtizamo hayo, naweza kusema ni maoni ya mchambuzi wa soka Hans Raphael, ambaye yeye ameamua kuweka Simba wazi kabisa, hajitaka kupepesa macho kwamba wasije wakajifariji sana wakaona kwamba itiko Mkapa tunakuja kuvuka kwa wepesi. Hapana, lazima Simba wajue wazi kwamba mlima ambao wameutengeneza ni mkubwa na wanatakiwa kuupanda wao wenyewe. Sasa bwana, kiufundi ni kwamba Simba ni kweli walikuwa wanamiliki mpira sana, lakini hatukiangalia changamoto iko kwenye maamuzi ambao mimi nimeiona. Simba walikuwa wanachelewa kufanya maamuzi sana, lakini pia walikuwa wanakosa utulivu pindi wanapokuwa wamefika golini. Lakini pia usisahau bwana, Al Masry walikuwa wanacheza mpira kimkakati zaidi. Jamaa alikuwa anapaki basi bwana. Ukiangalia namna ambavyo wameingia kipindi cha pili, wao ni mwendo wa kupaki basi na kufanya counter attack. Kuzuia kwa dakika 45 zote sio kitu cha kitoto. Kwa hiyo Simba inabidi wakija kwenye dimba la Benjamin Mkapa waweze kutafuta approach nzuri zaidi ya kuweza kuifungua backline ya Al Masry. Yote kwa yote kwenye mpira hakuna kitu ambacho kinashindikana, japokuwa ukweli ni kwamba mlima wameweka wao wenyewe na wanaotakiwa kuupanda ni wao wenyewe. Weka maoni yako hapa mtazamaji, kitu gani ambacho wewe umekiona na nafasi ipi ambayo unampa Simba ya kutinga hatua ya nusu finali?